hapa leo kuzungumzia kuhusu lishe na urembo. Lishe ni sehemu kubwa sana katika malengo yetu tunayopaswa kujiwekea ili kuendelea kuhakikisha tunakuwa na afya bora. Kwa hiyo kwenye malengo yako uliyojiwekea usisahau kuweka swala zima la lishe, ulaji na mtindo bora wa maisha. Ili liwe lengo lako, kwa sababu lishe mbovu imekuwa ni janga la kitaifa na janga la kidunia. Ni vizuri kuelewa maana ya lishe na nafasi ya lishe katika afya zetu na familia zetu. Kwa hiyo moja kwa moja tutakwenda kuanza na makundi ya chakula. Makundi ya chakula yamegawanyika katika makundi matano. Kila mwanadamu anastahili kupata virutubisho kutoka kwenye makundi matano ya chakula. Hakuna mtu ambaye ni exception. Awe anaumwa ugonjwa gani, awe haumwi, awe mtoto, awe mzee, ni lazima upate virutubisho kutoka kwenye makundi matano ya chakula. Kundi la kwanza, naweza kusema pia ni la kwanza na ni kwa umuhimu pia, ni kundi la virutubisho vyenye uwezo wa kujenga mwili. Hili kundi linaitwa protini. Protini kazi yake ni kama matofali. Mjenzi anapojenga nyumba yale matofali, sasa kwenye miili yetu protini ndio inafanya kazi hiyo. Tunaipata wapi protini? Protini imegawanyika katika makundi mawili. Tuna kundi la wanyama na tuna kundi la mimea. Kundi la wanyama tunaweza kupata ni nyama, samaki, kuku, dagaa, mayai, maziwa na vyote vitokanavyo na wanyama. Lakini kundi la mimea ni jamii ya maharage, mikunde, njegere, choroko na vingine vya mbegu kama hizo. Kwa hiyo kwa pamoja hapa protini daraja la kwanza tunapata kwenye wanyama na vitokanavyo na wanyama, na protini daraja la pili tunapata kwenye mimea. Kuna mtu kimwambia kuchukua chakula chako hapo, atakwambia kwa kweli ni hivyo vyakula wala sitashiba. Mwingine atakwambia nataka sahani ya kwanza, mwingine mboga tu. Kwa hiyo ni vizuri uwe na malengo. Kila saa unapokula chakula chako, unakula kwa malengo. Sio tu unakula kwa sababu kinavutia, kinapendeza. Kwa hiyo hii inatusaidia kujua kwamba lishe ni mtaji. Sio tu hela tunazochukua mahali zitusaidie kuboresha biashara, lakini pia ile sahani yako unayokula asubuhi, mchana, jioni, ile ni unadunduliza, ni akiba unaweka, baadaye itakulipa. Tunafahamu kabisa the moment afya inaterereka, lengo kubwa linakuwa kuimarisha afya. Kwa hiyo tuanze kuiboresha afya yetu leo, tuweke malengo na maazimio ya kilishe leo. Kwa hiyo kundi la protini ndivyo lilivyo, ndio kundi kubwa na lenye muhimu hasa kwa watoto, wazee na wagonjwa. Kwa hiyo kama nilivyosema, kila mtu ana mahitaji yake binafsi yanayoendana na hali yake wakati husika. Ni lazima tuwe na malengo ya kiasi cha hili kundi linalolitumia kwenye chakula chao. Tukija kwenye kundi la pili la virutubisho ni kundi la wanga. Kundi la wanga kazi yake ni kuupa mwili nguvu, na tunaipata kwenye jamii ya viazi, ndizi pamoja na nafaka. Lakini changamoto ya wanga, mwili una uwezo kubwa kuhifadhi wanga pale ambapo unaupa kwa kiasi kilichozidi, na unahifadhi wanga kama mafuta. Kwa hiyo ukiona mtu ana uzito labda unaozidi kulingana na umri na urefu wake, mara nyingi changamoto yake ni wanga imeingia mwilini nyingi kuliko nishati inayotoka. Tunaposema nishati ni kama nguvu. Kuna nishati inayoingia na nishati inayotoka. Kwa hiyo kwenye ulaji tunatafuta balance, kwamba kile unachokitumia kiendane na kile kinachotoka, sio unatumia zaidi ya kile unachotoa. Ni kama kwenye pesa. Ukitumia zaidi hela, matumizi yako yakiwa makubwa kuliko uwezo
wa fedha ulionao, hapo hali inakuwa ni ngumu. Vile vile kwenye afya, tutumie kiasi ambacho mwili unahitaji tu na sio zaidi. Na uzuri wa afya, utaona dalili. Kama unatumia zaidi ya kawaida, utaanza kujua tu, nguo zitaanza kubana, au kama unapungua kidogo, nguo zitaanza kukwaya. Kama unatumia kidogo, nguo utaona zinakuwa loose. Kwa hiyo unapoona hali kama hii, ni vizuri ukatathmini hali yako ya lishe na kuweza kutafuta kwamba nimeenda wapi tofauti na inavyotakiwa. Kutokana na wingi wa magonjwa yasiyoambukizwa miaka ya karibuni, kundi hili la wanga ni la msingi sana kusisitiza matumizi ya makapimlo au fiber au nyuzi. Unapotumia makapimlo, zile ni sehemu ya nafaka ambayo mwili wetu hauwezi kumeng'enya, lakini zile nyuzi zinasaidia katika kurutubisha bakteria wazuri ndani ya tumbo lako. Unapokuwa na shida yote inayohusiana na tumbo, mara nyingi kuna bakteria ambao si wazuri, wamewazidi namba wale wadudu ambao ni wazuri. Kwa hiyo bakteria kuna wazuri na wabaya, lakini wanapozidi wale wabaya, basi inakuwa ni ugonjwa. Kwa hiyo katika kundi la wanga, unapotumia chakula nafaka ambayo haikukobolewa, unapotumia chakula ambacho kina nyuzi, hii inakusaidia uweze kurutubisha bakteria wazuri. Na siku hizi kuna tafiti zinaendelea zinahusisha tumbo na akili, inaitwa gut brain axis. Yaani kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya tumbo na ubongo. Kwa hiyo unapotunza tumbo lako vizuri, ndivyo hivyo unapotunza ubongo wako vizuri. Na ubongo ndio kiungo kinachoendesha utendaji mzima wa mwili. Kwa hiyo ni vizuri tuichukulie ulaji na lishe kama kitu cha msingi sana. Tunakuja kwenye kundi lingine la mafuta. Mafuta nayo ni nishati ambayo tunapata kutoka kwenye vyanzo mbalimbali kama mbegu, inaweza ikawa ni parachichi, inaweza ikawa ni karanga, inaweza ikawa ni nazi. Vyote hivi ni vyanzo vya mafuta. Mafuta yatumike kiasi kidogo na yatumike katika hali ya kumiminika. Mafuta yanayomiminika ni mafuta bora zaidi kuliko mafuta ambayo yameganda. Kwa hiyo ni vizuri mafuta tunayotumia majumbani kwetu yawe mafuta ambayo katika hali ya hewa ya kawaida yenyewe yako katika hali ya kimiminika. Haya yanahusishwa na afya nzuri kuliko yale yaliyoganda. Kundi la mwisho na la msingi pia sana ni vitamini na madini. Virutubisho vya vitamini na madini tunaweza kuvipata kwenye mboga na matunda. Kwa hiyo virutubisho hivi ni vya muhimu sana na kazi yake ni kukinga mwili na maradhi au kuimarisha kinga ya mwili. Kwa hiyo ulaji kama nilivyosema kwa ujumla wenye malengo, na tukasema kila mtu anahitaji ni kuendana na hali ya mwili, kuendana na mila na desturi, uchumi na upatikanaji wa chakula. Kwa hiyo tumezungumzia makundi yote haya ya chakula, lakini ni lazima katika eneo lako uwe mbunifu, kuendana na kipato chako, uwe mjanja, kuweza kuona kwamba makundi haya yote familia inapata kila siku, wewe mwenyewe unapata, lakini katika uwezo, uchumi, mila na desturi na hali ya watu husika ilivyo. Kwa hiyo sasa napenda kuzungumza mambo machache ambayo ni ya msingi sana katika kuboresha afya kwa ujumla. Punguza vyakula vilivyochakatwa na kusindikwa. Tunaongelea kuhusu umuhimu wa makapimlo. Kwa hiyo chakula kinachochakatwa au kinachosindikwa mara nyingi kinapunguzwa nyuzi, lakini pia kinaweza kuongezwa chumvi. Saa nyingine ndio kinaongezwa na virutubisho, lakini madhumuni ni kukifanya kidumu kwa muda mrefu
au kufanya kiwe na virutubisho zaidi, au kiwe rahisi sana pale ambapo mtumiaji anataka kwenda kuandaa. Kwa hiyo ni vizuri tutumie vyakula kama vilivyoumbwa na Mungu. Tumia protini isiyo na mafuta mengi. Tunapenda ndio kipande cha kuku, samaki, lakini unapikaje hiyo kuku yako? Una mazoea ya kuichoma au una mazoea ya kukaanga au una mazoea ya kuchemsha? Hii ni sehemu muhimu sana katika kuchagua namna ya kutumia hiyo protein. Ni ya muhimu, lakini isije ikapunguzwa ile thamani yake kwa kuwa na wingi wa mafuta. Kwa hiyo chagua vyanzo vya protini isiyo na mafuta ili kutunza afya ya moyo na mishipa, pia kujenga misuli. Mmeng'enyaji wa protini unahitaji nishati zaidi kuliko mafuta na wanga, hivyo mwili wako huchoma kalori au nishati zaidi katika kumeng'enya protini. Kwa sababu mimi malengo yangu kubadilisha mfumo wangu wa maisha niwe na afya bora kwa muda mrefu, na uwe somo kwa watoto wako nyumbani ambao wanaona namna unavyoandaa ili kujenga kizazi chenye afya, basi unaweza ukatrim yale mafuta au maziwa yako umeyachemsha vizuri, yaache yapoe, kuwa lile ganda baada ya maziwa kupoa, ili wewe umepunguza kiasi cha mafuta. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu ni vyanzo haya mafuta tumeambiwa hayagandi katika hali ya hewa ya kawaida. Mimi nyumbani kwangu nina mafuta ambayo hayagandi katika hali ya hewa ya kawaida, lakini nakula nyumbani mara ngapi? Nakula labda mara moja au mara mbili. Nikitoka nje nakula mara ngapi? Labda mara mbili au mara tatu. Kwa hiyo tuwe makini katika kuchagua, na ni vizuri tunapofahamu vyanzo vya virutubisho hivi vyote ili tuweze kutumia. Pia kupunguza sukari iliyoongezwa. Hii inaitwa nishati tupu. Ni vizuri tukaelewa ni kitu gani. Basi mtu anakuambia mimi kwa kweli wala silali sana, lakini nashangaa na nenepa, mimi nakula, lakini ukifuatilia unakuta labda anapata soda moja kila siku. Kwa ni vizuri ulaji wa hivi vitu upungue, sio kuacha. Hatuwezi kuacha kula vitu vyote ambavyo vinaweza kuwa na mafuta au vinaweza kuwa na sukari, lakini tunakuwa na moderation au kiasi. Kwa ni vizuri kuona kwamba wingi wa sukari katika vyakula hivi ukoje na kuweza kuhakikisha matumizi yake yanakuwa yanadhibitiwa. Kwa hiyo na swala lingine ni kujiepusha kabisa na unywaji wa pombe. Pombe ni kinywaji ambacho mara nyingi tunakitumia kwenye sherehe, tumefurahi, lakini Shirika la Afya Duniani tangu mwaka jana linatusisitiza kwamba kutokana na tafiti zilizofanyika ni kwamba hakuna kiasi salama cha kileo kwenye mwili wako. Tulizoea kuambiwa mwanamke unaweza kunywa kinywaji kimoja, mwanaume unaweza kunywa vinywaji viwili kwa siku. Kwa kweli huo ndio utaratibu ambao tumeelimishwa miaka yote, lakini kutokana na tafiti za tangu mwaka jana, kileo ni sehemu ya lifestyle au namna ya maisha ambayo inaweza ikawa na madhara ya muda mfupi, lakini pia kuwa na madhara ya muda mrefu. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia tunatumia kileo kiasi gani na kuweza kupunguza taratibu mpaka kuweza kuacha kabisa, au angalau kupunguza kutoka kwenye kiasi fulani kushuka hadi kiasi ambacho kinaweza kikawa hakina madhara sana. Baada ya kuzungumzia kuhusu mtindo bora wa maisha, uchaguzi wa vyakula ambavyo vinaweza vikawa na afya, virutubisho na vinavyopatikana, basi tunaingia kwenye somo letu la msingi ambalo ni ngozi. Ngozi zetu tunazitunzaje? Unapokuwa na rangi tofauti tofauti za mboga, basi unakuwa umejipatia antioxidant za kutosha za kuweza kuact kwenye zile sumu zinazoachiliwa kwenye mwili, ambazo zinaweza zikaharibu ngozi au zikasababisha kuchochea uwezekano wa kupata maradhi yasiyoambukizwa. Kwa hiyo ni vizuri uchanganye rangi. Ukitumia kitunguu, ukitumia beetroot, zabibu, biringanya, umetumia rangi ya zambarau, umepata
antioxidants zinaitwa anthocyanins. Ukitumia parachichi, kabichi na mboga za kijani umepata chlorophyll. Ukitumia mboga na matunda ya rangi ya kijani umepata carotene, na nyekundu umepata lycopene. Zote hizi ni antioxidants ambazo ni za muhimu. Kwa hiyo pendelea mchanganyiko wa rangi katika mboga zako kila siku. Usiwe kila siku ni mtu wa rangi ya kijani tu kijani. Unaweza kutengeneza saladi yako nzuri, au hata kachumbari. Umeweka pale nyanya, umeweka pale karoti, umeweka pale hoho kidogo, lakini unakuwa sio kila siku rangi ni moja. Changanya rangi. Kwa hiyo kwenye ngozi yenye afya sasa tunazungumzia carotenoids kama tulivyosema kwamba hizi antioxidants sasa ziko wapi. Kwa hiyo kwenye carotenoids tunapata kitu kinaitwa lutein. Hii lutein tunapata kwenye mchicha, tunapata kwenye, inasaidia kulinda seli dhidi ya uharibifu. Tunapata kwenye karoti. Kwa hiyo ni vizuri kabisa carotenoid iwepo kwenye ngozi yako, ambao tunaipata kwenye vyakula vyenye rangi nyekundu. Sio kwamba kwenye mboga nyingine hatupati, lakini kwa wingi tunaweza kupata kwenye vyakula vya rangi nyekundu na rangi ya orange. Tunakuja kwenye vitamin C. Tunafahamu hata kwenye vitu vya kujipaka kuna promotion ya matumizi ya vitamin C. Tumia hii lotion na vitamin C, vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitamin C tunaipata kwenye machungwa, mapapai. Nikisema berries na maanisha inaweza ikawa strawberry. Ni matunda ambayo yapo sio common sana huku kwetu. Kuna ubuyu unatupatia vitamin C. Kuna matunda yanaitwa kiwi, vyanzo bora vya vitamin C ambayo inasaidia uzalishaji wa collagen. Tulizungumzia kuhusu protein. Tukasema protein ni kama matofali mtu anayejenga nyumba, lakini protein ziko za aina tofauti. Unapoona neno collagen pale, ni aina ya protein ambayo iko chini ya ngozi. Hii inasababisha ngozi ya mtu inakuwa imekaza. Kwa hiyo ngozi inapokuwa imekaza, hasa unapokuta labda ni binti bado ana collagen ya kutosha, unakuta mtu ana afya nzuri, anaonekana wanasema nyama zimekaza. Lakini umri unapozidi kwenda, tunapoteza collagen, inapungua, unaanza ngozi inakuwa inasinyaa. Kwenye vitamini E tunaipata kwenye mafuta ya mimea, matunda, nafaka, mayai, samaki, kuku. Pia hii ni ya muhimu katika kuimarisha na kutengeneza ngozi yenye afya. Na tukija kwenye polyphenols, tumesema pia ni antioxidant. Tunaweza kuipata kwenye maharage, jamii za karanga, korosho, chocolate nyeusi, sio hizi zenye sukari nyingi za brown ambazo tumezizoea. Kuna chocolate inaitwa dark chocolate, ile ni nyeusi, ina uchungu fulani hivi, haijawekwa sukari. Green tea, zabibu na berries tunaweza kupata polyphenols kwa ajili ya kuimarisha ngozi. Kwa hiyo kwa ujumla lazima tuelewe kwamba kujumuisha vyanzo kama samaki, kuku, maharage katika kila mlo kama nilivyosisitiza, ili kupata protein zisizo na mafuta. Kuimarisha mifupa, misuli na ngozi tunahitaji collagen, na matumizi ya mafuta yenye afya pia tunayapata kama omega 3 kwenye samaki. Matumizi ya samaki, na saa nyingine omega 3 inauzwa kama virutubisho, lakini pia inasisitizwa kunywa maji ya kutosha ili ngozi yako iwe na unyevu. Kwa hiyo sio tu unatunza ngozi kwa chakula ndio, lakini maji unapokuwa na hydration ya kutosha, ngozi yako inaonekana daima yenye afya. Lakini kama haunywi maji ya kutosha, pia ngozi inakuwa kama imekauka. Kwa hiyo fikiria kuwa na mpango binafsi wa lishe. Wewe binafsi umejiwekea malengo gani kwa mwaka huu ili kuweza kuboresha afya ya ngozi yako? Sio tu chipsi, kuku, wali, maharage,
kitimoto kizuri kinapatikana mahali fulani hivyo, lakini mboga sasa, hebu tuhamie na upande wa pili. Mboga hizi inakuwaje? Nimefikia mwisho wa kipindi chetu. Nashukuru kwa kunisikiliza.